بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Anasema subhanahu wa ta'ala katika suratul A'la aya 14, qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu mwenye kujitakasa kwa kutoa zaka. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, amesema bwana Sa'id ibn al-Musayyib wa Umar ibn Abdul Aziz kwamba aya hii ya kusudiwa zakatul fitri, na pia katika ujumla wa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na ambayo anakupeni mtume wenu katika amri na makatazo, basi yapokeeni. Fakhudhuhu, yatwaeni, kama ilivyo hivyo katika suratul Hashri aya ya 7. Na tukienda kuieleza zakatul fitri kama tulivyokuwa tumeombwa na baadhi ya wanafunzi wa darasa zetu, tunaingia katika kitabu chetu kinachoitwa Himyanu Zad katika ukurasa wa 191 na katika swali namba 269 katika faslu ya zakati al-fitri. Swali linauliza ma hiya zakatu al-fitri wa hukmuha, ni ipi hiyo zakatu al-fitri na hukumu yake ni ipi? Kwanza, sumiyat bidhalika, imeitwa kwa jina hilo liannaha, kwa sababu hiyo zakatul fitri tajibu, inawajibika inda fitri nasi, wakati wa kufuturu watu, yani wakati wa kula watu, min saumi ramadhana, kutokana na saumu ya Ramadhan. Watusamma, na huitwa vile vile alfitra wa zakatul badani, na pia huitwa zaka ya mwili, kama fi qauli nabii, kama ilivyo katika kauli ya bwana mtume mtukufu wa daraja sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, zakatul fitri, kwamba hiyo zakatul fitri tuhuratun liswaimi, ni yenye kumtoharisha mwenye kufunga, minallahwi warafathi, kutokana na lahwi, maana yake ni pumbao, lakini ndani yake kuna maneno ya kipuzi na vitendo kama hivyo, na rafathi ni maneno machafu. Wa tu'matun lifuqarai, na ni chakula kwa ajili ya mafakiri, wal masakin, na maskini katika siku ya Idi. Rawahu Abu Daud wa Ibn Majah, na pia hadithi hiyo amepokea Imam Bukhari
wa hukmuha, na hukmu yake hiyo zakatul fitri, wajibatun, ni wajib, bil ijma'i, kwa makubaliano ya wanavyoni. An ibn Umara, hadithi mapokewa na Abdullah ibn Umara radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awawie radhi yeye Abdullah na baba yake Umar, anna Rasulullah, kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, farada alfitra, amefaradhia zakatul fitri min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, ala nasi, yani kutokana na mwezi wa Ramadhani juu ya watu, sa'an min tamrin, ikiwa ni pishi ya tende, au sa'an min sha'ir, au ni pishi ya sha'ir, ngano inayoitwa sha'ir. Na vitu viwili hivyo vimetajwa hapa kwa sababu ndivyo vilikuwa vinatumika katika bara ya Arabu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makka na Madina. Na kutokana na hapa kwetu sisi ni mchele. Ala kulli hurrin, wajibu huo juu ya kila mungwana au abdin au mtumwa, dhakarin au untha, akiwa mwanamume au ni mwanamke. Wa fi riwayatin, na katika upokezi mwingine, as-saghiri wal kabiri, ndogo na mkubwa vile vile, minal muslimina, katika Waislamu. Hadithi hii amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Hapo swali la kwanza limekwisha, la namba 269. Tunaingia swali la pili la 270. Ma hiya al-awqat, ma hiya awqatu ikhraji zakati al-fitri, ni zipi nyakati za kutoa zaka ya fitri? Rahimakallahu, Mwenyezi Mungu akurahamu. Hii ni dua ndani ya swali. Hiya khamsatun, hizo ni nyakati 5. Waktu wujubin, kuna wakati wa kwanza unaitwa wakati wa kupasa, wa kulazimika kutoa zakatul fitri, ni biidraki juz'in min Ramadhana, ni kwa kudiriki sehemu katika mwezi wa Ramadhani, wa juz'in min Shawwal, na sehemu katika mfunguo mosi, bi an yakuna, kwa kuwa ash-shakhsu, mtu, maujudan, ni mwenye kupatikana, yupo, wa muttasifan, na mwenye kusifika na sifa hizi zilizotajwa katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenye kupambika bishuruti alwujubi, kwa sharti za kuwajibika, inda ghurubi shamsi, wakati wa kuzama jua, lailatul Eid, usiku wa kuamkia Eid. Falwujubu, basi wajib, nashaa, umeanza, min lahadhatin, kutokana na punde, qabla alghurubi, kabla ya kuzama jua, wa lahadhatin ba'da alghurub, na punde baada ya kuzama jua. Kwa hiyo mtoto mdogo akizaliwa, mfano dakika 5 kabla ya kuzama jua, siku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, na akabakia kuwa hai kiasi cha dakika kama hizo baada ya kuzama jua, yani atakuwa kwenye Shawwal, basi huyo
hata kama atafariki itamlazimu wali wake kumtolea zakatul fitri. Huo ndio wakati unaitwa waktul wujub, kwamba wakati wa kuzama jua, usiku wa kuamkia Idi, mtu yani siku ya mwisho ya Ramadhani awe hai, na baada ya kuzama jua awe hai japo kipande kidogo. Wakati wa pili unaitwa waktu fadila, yani wakati uliokuwa ni afdal, ni bora zaidi, ni yaumul Eid, ni siku ya Eid, baada tului alfajiri, baada ya kuchomoza alfajiri, wa kabla salati al-Eid, na kabla ya kuswali swala ya Eid. Wal afdal, na bora zaidi, baada salati al-fajri, baada ya swala al-fajiri, na kabla khatibu hajatoka kwenye mimbar, iwe tayari ushatoa zakatul fitri. Itakuwa wewe umepata, hasa ikiwa kabla salatul Eid, vile vile utakuwa umepata wakati uliokuwa bora zaidi. Maana ya ubora, maana yake una thawabu zaidi ukitoa wakati huo. Wakati wa tatu unaitwa waktu jawazim, wakati ambao unafaa kutoa. Wa huwa, na wakati huo, min awali Ramadhana, tangu mwanzo wa mwezi wa Ramadhani. Tangu mwanzo wa mwezi wa Ramadhani inafaa kutoa kwa kutanguliza, na hii inawasaidia wale ambao mara nyingi wanakuwa na familia kubwa. Wale anaanza kujitolea mwenyewe, kisha anamtolea mkewe, kisha anawatolea watoto wake wadogo kabla ya bulughi, kisha anamtolea baba yake ikiwa hana uwezo, kisha anamtolea mama yake ikiwa hana uwezo wa kujitolea mwenyewe, kisha anawatolea watoto wake wakubwa waliobalighe. Na hao waliobalighe si wajibu kwake ikiwa wanachuma, ikiwa hawachumi atawatolea. Kisha wakati wa nne unaitwa waktu karahatin, wakati wa karaha. Wakati huo ni taakhiruha, kuakhirisha, an salati al-Eid, mpaka swala ya Eid ishaswaliwa na khutba imekwisha, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua siku ya Eid. Huo wakati ikiwa mtu ana uwezo wa kutoa, hakutoa kabla ya swala ya Eid, basi wakati huo unaitwa waktul karaha. Wa huwa, na hali ya kuwa yeye qadirun, ni mwenye uwezo, an yukhrija, kutoa, fi wakti fadila, wakti fadila, anaweza kutoa katika wakati uliokuwa bora, au baadahu, au baada yake, ila itakuwa si karaha, limaslahatin, kwa maslaha, kantidhari faqirin qaribin au faqirin salihin, kama vile kumsubiria fakiri aliyekuwa jamaa yako, au fakiri ambaye ni mwema, anaswali swala 5 na mfano wake. Wakati wa 5 unaitwa waktu hurmatin, wakati wa uharamu, nao ni taakhiruha, ni kuakhirisha, ni yaumil Eid, siku ya Eid, bila udhrin shar'iyyin, bila udhuru wa kisharia. Watakunu qadaan, na inageuka kuwa ni qadaa, sio adaan, biduni ithmin,
bila ya kupata madhambi. In kana bi'udhrin, ikiwa kuchelewesha huko kumetokana na udhuru. Kani yahdhura maluhu, kama kuja mali yake baada yaumil idi, baada ya siku ya idi, siku ya pili ndio msafara umeingia, ndio mali yake imeingia. Au lam yajid, hakupata almustahiqa, mwenye kustahiki kupewa zakatul fitri katika siku ya idi, baada talabi, baada ya kumtafuta akampata siku ya pili. Hizo ndizo zilizovuliwa katika hukumu hii ya hurma. Swali namba 271 linauliza, ala man tajibu zakatul fitri, inamwajibikia nani kutoa zakatul fitri? Tajibu ala kulli muslimin, ni wajibu juu ya kila muislamu, hurrin, aliyekuwa mungwana, yamliku, anamiliki, quta yaumal idi, chakula cha mchana wa idi, wa lailatahu, na usiku wake unaofuatia siku ya idi. Sawaun, hukumu ni moja, akana dhakaran am untha, akiwa mwanamume au mwanamke, hukumu ya kuwajibika ni sawasawa. Saghiran am kabiran, mdogo ambaye atatolewa na wali wake, am kabiran, au ni mkubwa. Hurran, mungwana atakayejitolea mwenyewe au atatolewa na wali wake, am abdan, au ni mtumwa atakayetolewa na bwana wake. Swali namba 272 linauliza, madha yushtaratu liwujubiha, ni lipi linashartizwa kwa ajili ya kuwajibika kwake zakatul fitri? Jawabu yake, antakuna fadilatan, iwe hiyo zakatul fitri imezidi, ama kutokana na vile ambavyo yahtaju ilaihi, mtu anavihitajia, mimma yali, katika ambavyo vinafuatia hapa kutajwa. Namba 1, mu'natuhu, gharama zake, wa mu'natu man, na gharama za ambao, talzamuhu mu'natuhu, inamlazimu yeye kuwatolea gharama zao, maana nafaka yake na nafaka ya hao. Wayuqaddimu, na atatanguliza, inda dhiki, wakati wa kuwa zakatul fitri alionayo ni ndogo, kwanza atatanguliza nafsahu, kujitolea mwenyewe. Thumma zaujatahu, kisha atamtolea mkewe. Fakhadimaha, atamtolea na mtumishi wake. Fawaladahu as-saghira, atamtolea mwanawe mdogo ambaye hajabaligh. Faabahu, kisha atamtolea baba yake. Wa in ala, anakwenda juu kama babu yake. Fa ummuhu, kisha atamtolea mama yake. Fawaladahu al-kabir, kisha atamtolea mtoto wake aliyebaligh, iwapo mtoto yule hachumi, ndio inamwajibikia yeye, kwa sababu ndiye anayemlisha. Na mtoto wa kike ambaye hajaolewa au ameachwa huko, amerudi nyumbani kwake, yeye ndiye anatakiwa atoe zakatul fitri yake, kama inavyomwajibikia yeye kumlisha.
Namba 2, ikiwa kuna gharama hizo zinamwajibikia yeye, ziada yake ndo atatoa. Namba 2, min dainin, iwe mezidi kwenye deni, walau muajjala, japo deni hilo sio la sasa hivi, anatakiwa alipe baadaye. Inda ibn Hajarin, kwa Ahmad bin Hajar, khilafan li Ramli, kinyume cha Imam Ramli. Imam Ramli anasema ikiwa deni la baadaye, basi atatoa zakatul fitri. Namba 3, min khadimin, gharama hizo zizidi za mtumishi, wa manzilin, na za nyumba, ikiwa anahitajia alipie maji, alipie umeme na alipie kodi ya nyumba, na muda wake wa vitu hivyo ushafika, basi kwanza atatoa gharama hizo. Kitakachozidi katika mchana na usiku wa Idi ndiyo atatoa. Lakini khadim na manzili yaliqani bihi, inayofanana na hadhi yake, hapa pana tambihun, fa idha lam takun fadilatan, ikiwa haikuzidi yauma al-Eid, mchana wa Idi, wa lailatahu, na usiku wake, amma, kutokana na vile ambavyo yahtajuhu, anayohitajia, min ahadi hadhihi al-umur, katika mojawapo ya vitu hivi vilivyotajwa vitatu, fala zakata alayhi, haimwajibiki yeye zaka. Swali namba 273 linauliza, mal wajibu fiha, ni kitu gani kilichokuwa wajibu katika zakatul fitri? Jawabu yake, swaun, ni pishi, an kulli shakhsin, kwa kila mtu mmoja, wa huwa, na hiyo pishi, 4 amdadin, ni vibaba 4, bimuddi nabii, kwa kibaba cha mtume alichokuwa anatumia yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa huwa, na kibaba hicho, ma, ni kiasi ambacho, yusawi halian, kinalingana hivi sasa na kilo 2.5. Hii ndio kauli mu'tamad kwa vipimo walivyofanya wanavyoni, kwa sababu ni kilo 2 na 4 ni kiasi kidogo kimepungua katika kilo 2.5, lakini wanavyoni wamependelea iwe kilo 2.5 ihtiyatan, kwa ajili ya kutokana na shaka. Ma hiya alqaidatu, swali linauliza namba 274, ma hiya alqaidatu almuttaba, ni ipi qaida yenye kufuata, fi man tajibu alayhi zakatul fitri, kwa yule ambaye imemwajibikia yeye zaka ya fitri. Alqaida, qaida inasema, hiya kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu, kila ambaye inamlazimu yeye kumlisha, ni wajibu kumlisha yeye. Man talzamu nafaqatu ghairihi
talzamuhu, inamlazimu yeye, fitratu, kumtolea fitri yake. Na hapo pana vitu vimevuliwa katika kaida hiyo kutokana na mantuq na mafhum, yani kilichotamkwa katika ibara hiyo na kilichofahamika katika ibara hiyo. Famantuqul ibara, basi hayo maneno yalotamkwa katika ibara hiyo ni kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu, kila ambaye inamlazimu yeye kumtolea chakula chake, basi inamlazimu yeye kumtolea fitri yake. Fayustathna, basi huvuliwa min dhalika, katika hayo, zawjatul abi, mke wa baba. Fayalzamu nafaqatuha, inamlazimu mtoto kumtolea chakula chake. Wala yalzamu fitratuha, wala haimlazimu yeye kumtolea fitri yake. Wa mafhumu libara, na mafhumu inayopatikana kutokana na ibara hiyo, yakulu, inasema hivi: kullu man la talzamuhu nafaqatuhu ghairihi, kila ambaye haimlazimu yeye nafaka chakula cha mwingine, basi la talzamuhu, haimlazimu yeye fitratuhu, kumtolea fitri yake. Akimtolea, anamtolea kwa ihsani. Fayustathna, basi huvuliwa min dhalika, katika hukumu hiyo, al-abdul abiqu, mtumwa aliyetoroka. Fala yalzamu sayyida, haimlazimu bwana nafaqatuhu, kumtolea chakula chake. Wayalzamu alayhi, lakini inamlazimu yeye fitratuhu, kumtolea fitri yake. Na hapa pana mlango mrefu sana wa kueleza habari hizo, lakini kwa ufupi, kuna ambao ni wajibu kuwatolea zakatul fitri na kuna wale ambao si wajibu kuwatolea zakatul fitri. Mfano, mtu watoto wake, mkewe, baba yake, mama yake, ni wajibu kuwalisha, basi ni wajibu kuwatolea zakatul fitri. Lakini kuna ambao wanaishi nao katika nyumba. Kwa mfano, kuna ndugu yake ameleta watoto wake wakai pale, basi yeye atakuwa anawalisha wale ihsanan, kwa wema, na haimlazim zakatul fitri. Akiwatolea zakatul fitri ni katika jumla ya ihsani anayoendelea nayo kuifanya. Kuhusu wafanyakazi, wafanyakazi wanalipwa mshahara wao, hawajibiki yeye kuwatolea zakatul fitri. Akiwatolea ni katika jumla ya ihsani na wema anaofanya yeye juu ya wafanyakazi hao. Swali lingine linauliza la namba 275, kaifa yakunu alhal, vipi itakuwa hali, idha aasara zawju, wakati atakaposhindwa mume, an fitrati zawjatihi, kumtolea fitri mkewe. Hukumu yake nini? Amepata uwezo lakini wa kutoa nafsi moja ndio yeye mwenyewe, nafsi ya pili anayotakiwa atolewe ndio mnaanza mke kwenda mbele. Sasa hana uwezo wa kumtolea mke, hukumu yake ni nini? Fala tajibu alayhi, si wajibu juu yake.
wala yalzamuha, wala si lazim kwa yule mke, walau kanat musiratan, hata kama ana uwezo kujitolea mwenyewe, si wajibu, kwa sababu wajibu ule uko kwa mume. Lakini yustahabu laha, imesuniwa kwake mke, kama mume hana uwezo wa kujitolea zakatul fitri kumtolea yeye, basi anaweza kujitolea yeye nafsi yake, na kama mume hana uwezo pia anaruhusiwa yeye kumtolea mumewe, lakini imesuniwa kujitolea. Ma huwa jinsul fitra? Swali namba 276 linauliza ni aina gani ya chakula, jinsi ipi ya chakula inayotakiwa itolewe? Huwa ghalibu kutil balad, ni kile chakula kinachotumika sana katika mji ule. Wayujziu aljinsa al'ala, wayujziu aljinsu al'ala, na yatosheleza kutoa kilichokuwa bora zaidi. Kwa mfano, unawajibikia kutoa mchele, basi unaweza kutoa mchele aina ya kitumbo, lakini ukaamua mwenyewe kujitolea pishori, ukatazu, si ndo bora zaidi? Kwa hiyo jinsul a'la inatosheleza anil adna, kwa kilichokuwa chini. Alladhi, ambacho huwa hicho ndiyo ghalibu kutil balad, ndio chakula kinachotumika sana katika mji ule. Tena, hal tujizi zakatu, je, inatosheleza zakatul fitri anil ibni, kumtolea mtoto, alladhi, mtoto ambaye la yajibu ala al-abi nafaqatuhu, haimwajibiki baba kumlisha, ambaye amebalighi na ana chumo lake mwenyewe? Jawabu yake, la tujziu, haitoshelezi baba kumtolea, idha addaha, ikiwa tamtolea al-abu, anil ibni al-baligh, kumtolea mtoto aliyebaligh, alladhi la tajibu ala al-abi, ambaye haimwajibiki baba nafaqatuhu, kumlisha, illa idha adhina, illa akimpa idhni, fi ikhraji fitratihi, katika kumtolea fitri yake. Akimpa idhni atamtolea, la akimtolea bila idhni itakuwa haitoshelezi, illa akidhani kwamba mwenyewe nikimweleza atatoa idhni, basi hapo itafaa. Amma al-ibnu, ama mtoto, ghairu al-balighi, asiyebalighi, dhakaran, akiwa mwanamme, dhakaran kana untha, au akiwa mwanamke, akiwa wakadhalika zauja, na vile vile mke. Wa kullu man talzamuhu, na kila ambaye inamlazimu yeye, nafaqatuhum, chakula chao, la yushtaratu idhnihim, haishartizi kuwataka idhni wao katika kuwatolea zakatul fitri, fi adai zakatil fitri alaihim anhum, katika kutoa zakatul fitri kwa wao. Masala yalobaki ni masala ya nia. Katika zaka unapotoa inatakiwa unuie kwamba hii ni zakatul fitri ya fulani namtolea, au hii ni yangu, au hii namtolea mke wangu, au namtolea mama yangu, au baba yangu, au mtoto wangu. Au mtu akikuwakilisha akakuletea zakatul fitri ukatoe, ima anuie yeye mwenyewe au akuwakilishe wewe unuie, pia inatosheleza. Ama kutoa tu bila ya nia,
inageuka kuwa ni sadaka, na zakatul fitri bado utakuwa unadaiwa. Katika mchele hauruhusiwi kutoa mchele ambao ni duni, kama uliokuwa na chenga nyingi, kama ule unaotumika katika kutengeneza vitumbua, au ukatoa unga. Hata kama watu kwa mfano wa Bukoba wanakula ndizi, ndizi haitofaa kutoa zakatul fitri, kwa vile haiwezi ikawekwa ikaweza kukaa mwaka mzima. Lakini mchele unaweza kukaa. Na watu wanaotumia mahindi na watu wanaotumia chakula chao kuwa ni mtama watatoa hicho. Lakini ghalibu ya mji wa Dar es Salaam na miji iliyopakana na Dar es Salaam na Zanzibar na sehemu nyingine za pwani, watumiaji sana wa mchele. Ama waliopo sehemu nyingine, wengi wao wanatumia mchele, ila wachache ndio chakula chao maalumu ni mtama, chakula chao maalumu ni mahindi. Na hairuhusiwi kutoa unga, ukatoa unga wa mahindi au unga wa mtama au mchele ukausaga ukatoa unga. Natakiwa utoe nafaka nzima iliyokuwa ishasafishwa minatibni, yani kutokana na yale maganda, ikiwa yanaitwa kwa majina mbalimbali. Lakini kama mchele uwe tayari umeusafisha, usiwe mchele ule bado unaitwa mpunga. La, mpunga uruhusiwi kutoa, unatakiwa utoe mchele. Na hao watu wa kuwapa ni mafakiri na maskini na zile mbea zote 8 zilizotajwa, lakini wanapatikana kwa wingi mafakiri na maskini katika nchi yetu. Fakiri ni nani? Fakiri na maskini, tutaanza kumweleza maskini. Maskini ni yule mfano wake anahitajia shilingi 1000 katika matumizi yake ya kutwa nzima. Mfano huu ni mfano ya kwamba anahitajia shilingi 1000 kutwa nzima, ikawa anapata nusu au zaidi ya nusu, lakini hakamilishi. Anaweza akapata 600, 700 kutwa nzima akichuma, lakini hafikii kupata kiwango kile anachohitajia cha kutwa moja. Basi huyu katika sheria anaitwa maskini. Fakiri ni yule ambaye hafikii nusu ya mahitaji yake. Mfano anahitajia shilingi 1000 kutwa moja, akawa anapata shilingi 400 au 300 katika chumo lake. Ama kutoa thamani ya kilo 2.5 unaruhusiwa kutoa, ukatoa thamani yake, na thamani yake inakhtalifiana na mji uliopo. Kwa mfano hapa Dar es Salaam mchele uliokuwa mzuri unauzwa shilingi 3000. Basi utachukua 3000 ile utapiga mara kilo 2.5, utapata 7500. Ama katika miji mingine mchele uko bei ya chini na ni mzuri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amependelea hivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, na katika riwaya nyingine inna Allaha yamilu, na mfano wake hivyo, kwamba Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali ila kizuri. Hata huo mchele wakati wa kutoa kwake unaweza ukaupeta, ukausafisha,
ukawa mzuri kabisa. Na alikuwa bibi Aisha radhiallahu anha, hata akitoa sadaka basi anachukua ili kile anachotaka kutoa sadaka, anakiosha, anakitia mafuta mazuri, anakipakaza. Lakini hiyo ni katika upande wa pesa. Lakini upande huu wa mchele huwezi kutia mafuta mazuri, lakini utatoa namna hiyo, na unaruhusiwa kutoa thamani yake, na thamani hiyo ya 7,500 ni kwa kila mtu mmoja. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atujalie, tunahitimisha kueleza habari ya zakatul fitri, na Mwenyezi Mungu atuwafikishe kila mmoja atoe zakatul fitri. Kila mwenye kupata uwezo wa kutoa zakatul fitri atoe. Isiwe zakatul fitri kazi yako wewe ni kupokea tu, hapana, iwe upata uwezo wa kutoa. Na tumesema mwanzo hapa kwamba naruhusiwa kutanguliza hata kuanzia mwezi mosi, lakini muda uliokuwa bora tumeueleza, na inshallah taala Mwenyezi Mungu atuwafikishe tutoe zakatul fitri na turejee katika baada ya Ramadhani kuwa wacha Mungu kama tulivyokuwa wacha Mungu katika mwezi wa Ramadhan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wallahu wa rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu atuwafikishe kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.